Sambamba na hilo, tunajua kwamba tuko kwenye maandalizi ya mashindano ya AFCON, jambo ambalo Watanzania wamekaa katika mkao wa kula, na niwahakikishie wanahabari na Watanzania, timu yetu inaendelea kujiandaa vyema. Daktari Samia ametupatia fedha za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu, na hata jana siku ya Jumapili nilikuwa nakagua maandalizi ya viwanja vya mazoezi, mkandarasi akiwa yuko site. Niwahakikishie tu, maneno yanayotapakaa huko mtaani na kejeli na mipango miovu ya kutaka kuhalalisha kuahirishwa kwa mashindano ya AFCON kamwe hayatapata nafasi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ratiba iliyopangwa iko vile vile, na rais wa CAF na executive team yake walishakaa wakakubali ya kwamba mashindano yatafanyika na Tanzania ni mwenyeji. Na rais wetu ameshalipa fedha zote za kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika wapi? Tanzania. Kwa hiyo maneno yale yanayoendelea kwenye mitandao, mimi kwangu nayaona ni kama chachu tu ya kutukumbusha na kutuhamasisha ya kwamba AFCON inakuja. Kwa sababu naamini kila mtu akisema la kwake ni sehemu tu ya kuboresha na kuchangamsha ubongo, lakini ratiba iko pale pale, labda lije sisi tsunami kutokea wapi. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu aliepushe taifa letu na mataifa ya Afrika na dunia kwa ujumla, tuendelee kuwa na amani na utulivu na mshikamano, ili tuweze kufanikisha ndoto ya vijana wengi hasa wenye vipaji.